Mwaka 84 Mwalimu alipomteua Salim kuwa waziri mkuu, kulikuwa na viongozi wengi tu hasa wa bara walisema hapa Mwalimu ameboronga. Hawezi kumteua Mswahili wa mjini ambaye amekaa nje muda mrefu, hajui matatizo ya nchi hii, akawa waziri mkuu. Atawezaje kusukuma maendeleo hapo? Alikuwa ni mtu sio tu wa maneno, ni wa vitendo pia. Na Watanzania wengi miezi ile 18, 19 ambaye alikuwa waziri mkuu, impact yake ilikuwa kubwa sana. Dr. Salim wakati wote ni mtu alikuwa mwenye harakati. Sasa alifanya nini? Mosi ni hiyo uliyeitamka mwenyewe. Ukienda naye kwenye mkutano, mnaandika wote, yeye anaandika notisi zake, unaandika notisi zako. Dr. Salim halali, taarifa zake zote za siku ile kama ulivyosema, zote anaziandika, na kwamba wewe unapomletea notisi zako kwamba hizi je, ni ziada tu, lakini zake ziko tayari kwa maandishi. Mfahamu mwanadiplomasia mashuhuri Daktari Salim Ahmed Salim kabla hajawa na jina kubwa katika ukumbi wa Umoja wa Mataifa na kiongozi wa diplomasia ya Afrika. Salim Ahmed Salim alikuwa kijana machachari aliyebeba ndoto ya kuitumikia jamii yake. Shauku yake ya kuwa kiongozi bora ilidhihirika tangu akiwa mwanafunzi wa sekondari tu. Alionyesha uwezo wa kuongoza, kujenga hoja na kuhamasisha wenzake, sifa zilizomfikisha baadaye katika nafasi za juu za uongozi nchini Tanzania, barani Afrika na duniani kwa ujumla. Makala hii inaangazia safari yake ya elimu, ujasiri na alama ya kidiplomasia iliyoiweka Tanzania katika ramani ya dunia. Ungana na Makini TV, langu jina ni Sylvester Msofe. Dr. Salim Ahmed Salim alizaliwa mnamo tarehe 23 Januari mwaka 1942 katika hospitali ya Mwembeladu iliyoko Unguja, akiwa mtoto wa Sheikh Ahmed Salim bin Ali na Bi Mariam Ali Ahmed Riyami. Baba yake alifanya kazi katika taasisi ya Cloves Growers Association, taasisi iliyohusika na sekta ya karafuu huko Zanzibar. Wakati huo karafuu ilikuwa ndio zao kuu la biashara visiwani Zanzibar. Safari yake ya ukuaji haikuwa rahisi, kwani alikuwa na umri wa miaka 5 tu alipompoteza mama yake mzazi Bi Mariam Ali Ahmed Riyami. Inasemekana kwamba kwa miaka kadhaa aliamini mama yake alikuwa ameenda kuhiji Maka, hadi baadaye alipoelezwa kweli kuwa alikuwa amefariki dunia. Miaka 3 baadaye, akiwa na umri wa miaka 8, ndipo familia iliamua kumweleza ukweli kwamba mama yake amefariki. Pengo hilo la utoto lilimfundisha mapema kuvumilia maumivu, kuwajibika, kukomaa, sifa zilizoonekana wazi katika safari yake ya uongozi hadi diplomasia. Alianza elimu yake katika shule ya msingi Ueleni, Pemba, tangu mwaka 1948 hadi mwaka 1956, kabla ya kuendelea na Government Boys Secondary School ambapo alisoma mwaka mmoja tu, na baadaye akahamia Lumumba College mwaka 1958 hadi mwaka 1960 ambapo alihitimu elimu ya sekondari huko Zanzibar. Mimi nimezaliwa Zanzibar mwaka 1942. Kwa hiyo sasa na miaka 72. Ushe. Nimezaliwa Mwembeladu Hospital, Unguja. Ingawa makazi ya wazazi wangu yalikuwa ni Pemba. Kutoka hapo nimesoma primary school Pemba, mkoani.
Baadaye nikapasi kwenda secondary school, na wakati huo secondary school ilikuwa hakuna Pemba, kaja Unguja ambayo nikafanya pale mpaka form 4. Tangu akiwa shuleni alionyesha kipaji cha uongozi kupitia ushiriki wake katika mijadala ya kijamii na shughuli za wanafunzi. Akiwa shule ya sekondari, Salim Ahmed Salim alichaguliwa kuwa mmoja wa viongozi wa jumuiya ya wanafunzi wa Zanzibar, yani All Zanzibar Students Union. Kupitia nafasi hiyo, alionyesha uwezo wa kuongoza, kujenga hoja zenye ushawishi na kuunganisha vijana, hatua zilizomjengea sifa kama kiongozi mwenye maono tangu akiwa mwanafunzi. Baada ya kuhitimu elimu ya sekondari mwaka 1960, alianza safari yake ya kisiasa na masuala ya kidiplomasia. Abdulrahmani Babu, kiongozi wa mapinduzi na msomi, ndiye aliyemshawishi Dr. Salim kujiunga na chama cha Zanzibar Nationalist Party, yani ZNP, na hivyo kuanzisha safari ya kisiasa ya mwanaharakati huyo kijana. Mnamo Juni mwaka 1961, Dr. Salim alichaguliwa kwenda Cuba kufungua ofisi ya ZNP kwa ajili ya kupigania uhuru wa Zanzibari na kujenga uhusiano na mtandao miongoni mwa wenzao katika harakati hizo. Dr. Salim alikaa Cuba kuanzia mwaka 1961 hadi mwaka 1962. Akiwa huko Cuba ndipo Dr. Salim alipata uelewa wa kwanza kuhusu harakati za kupinga ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini na kukutana na wanachama wa African National Congress pamoja na chama cha kikomunisti cha Afrika Kusini. Mwaka 1963 alirejea Zanzibar na kuwa mhariri mkuu wa gazeti la Zanzibar pamoja na katibu mkuu wa chama cha waandishi wa habari cha Zanzibar. Nafasi hizo zilimjengea uwezo wa mawasiliano, uandishi na uchambuzi wa masuala ya siasa na kijamii. Wakati wa mapinduzi ya Zanzibar, Dr. Salim alikuwa nchini China akisaidia kutafsiri chapisho lenye picha linaloelezea kuhusu historia ya China kwenda katika lugha ya Kiswahili. Alikuwepo huko kuanzia mwezi Disemba mwaka 1963 hadi Machi mwaka 1964, na hiyo ilikuwa safari yake ya pili kwenda China. Mapinduzi hayo yalibadilisha kabisa mwelekeo wa Zanzibar. Zanzibar aliyoiacha Dr. Salim na ile aliyoikuta aliporejea zilikuwa tofauti sana. Mnamo mwezi Juni mwaka 1964, baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, Salim aliteuliwa na rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kuwa balozi wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Misri akiwa na umri wa miaka 22. Uteuzi huo ulionyesha imani kubwa ya taifa katika uwezo wake wa kuiwakilisha nchi ya Tanzania kimataifa. Mwaka 1965 alihamishwa kutoka Misri kwenda kuwa balozi wa Tanzania nchini India, ambapo alihudumu huko kwa kipindi cha miaka 3. Akiwa nchini India, alitumia fursa hiyo kujiendeleza na masomo yake ya elimu ya juu katika chuo kikuu cha Delhi tangu mwaka 1965 hadi mwaka 1968, ambapo alipata shahada yake ya kwanza ya sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Delhi, wakati huo huo akiendelea na majukumu yake ya kidiplomasia. Aprili mwaka 1969, Mwalimu Nyerere alimteua Salim kuwa balozi wa Tanzania nchini China, ambapo alihudumu kwa muda mfupi sana mpaka mwezi Disemba mwaka 1969. Mwaka 1970, Rais Julius Nyerere alimteua Dr. Salim Ahmed Salim kuwa mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani. Uteuzi huu ulifanyika kuziba pengo la balozi Akili Daniel
ambaye alifariki ghafla. Akiwa katika nafasi hiyo, aliendelea na masomo katika chuo kikuu cha Columbia mwaka 1975 ambapo alihitimu shahada ya uzamili ya uhusiano wa kimataifa, hatua ambayo ilidhihirisha zaidi uwezo wake wa diplomasia na uongozi wa kimataifa. Dr. Salim Ahmed Salim alihudumu kama mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa takriban miaka 10 tangu mwaka 1970 hadi mwaka 1980. Katika kipindi hicho alijengea Tanzania heshima katika diplomasia ya kimataifa, huku mwaka 1979 akichaguliwa kuwa rais wa mkutano wa 34 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Aliporejea nchini Tanzania mwaka 1980, aliteuliwa na Rais Nyerere kuwa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania kwa muda wa miaka 4 ambapo alitumika kuimarisha diplomasia ya Tanzania na mataifa mengine ulimwenguni. Mwaka 1984 aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akimrithi hayati Edward Moringe Sokoine ambaye alifariki kwa ajali ya gari, nafasi ambayo alihudumu kwa muda wa miezi 18 kabla Mwalimu Nyerere kustaafu. Hii ilimfanya yeye kuwa miongoni mwa mawaziri waliodumu kwa muda mfupi zaidi katika ngazi ya waziri mkuu. Tarehe 6 Novemba mwaka 1985, Rais wa awamu ya pili wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi alimteua Dr. Salim Ahmed Salim kuwa naibu waziri mkuu na waziri wa ulinzi wa Jeshi la Kujenga Taifa. Hili lilikuwa ni eneo jipya la uongozi lililoundwa wakati huo. Dr. Salim alihudumu katika nafasi hiyo hadi Julai 27 mwaka 1989 alipoteuliwa kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika. Waziri mkuu wakati huo alikuwa Jaji Joseph Sinde Warioba tangu mwaka 1985 hadi mwaka 1989. Mwaka 1991 akiwa bado katibu mkuu wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika, Dr. Salim Ahmed Salim alipendekezwa na Tanzania kuwania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ambapo hakushinda nafasi hiyo baada ya pingamizi la Marekani kupitia kura turufu katika duru kadhaa za kura kutoka kwa wanachama wa kudumu wa Umoja wa Mataifa, ambapo pingamizi hilo lilihusishwa na misimamo yake mikali hasa baada ya vita baridi. Mojawapo ya mafanikio makubwa ya Dr. Salim Ahmed Salim akiwa katibu mkuu wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika ni kuongoza juhudi za kutafuta amani katika vita ya Ethiopia na Eritrea vilivyozuka mwaka 1998. Kupitia Umoja wa Nchi Huru za Afrika alisimamia mazungumzo yaliyozaa OAU Framework Agreement, ambapo aliweka misingi ya makubaliano ya Algiers ya mwaka 2000 na kumaliza vita kati ya nchi hizo mbili, tukio ambalo lilithibitisha uwezo wake wa kutumia diplomasia kutafuta suluhu za migogoro mikubwa barani Afrika. Baada ya kumaliza muda wake katika kutumikia Umoja wa Nchi Huru za Afrika mwaka 2001, aliendelea kutoa mchango wake mshauri wa utawala bora Tanzania na Afrika kwa ujumla. Dr. Salim Ahmed Salim alifunga ndoa na mkewe Anne Rafia Salim mwaka 1964, ambapo waliishi pamoja mpaka kifo kilipomchukua Anne mwezi Oktoba mwaka 2020. Salim na Anne walibarikiwa kupata watoto watatu, Miriam, Ali na Ahmed. Tanzania imetambua mchango wake kwa kubadilisha jina la Center for Foreign Relations kuwa Dr. Salim Ahmed Salim Center for Foreign Relations, taasisi iliyopo Kurasini jijini Dar es Salaam.
inayotoa mafunzo ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa. Kutokana na mchango wake katika diplomasia na uongozi wa kimataifa, Dr. Salim Ahmed Salim alitunukiwa shahada kadhaa za heshima za uzamivu kati ya mwaka 1980 hadi mwaka 1998. Miongoni mwa shahada hizo ni uzamivu wa sheria kutoka Chuo Kikuu cha Philippines Los Baños mwaka 1980, uzamivu wa sayansi ya utu kutoka Chuo Kikuu cha Maiduguri, Nigeria mwaka 1983, uzamivu wa sheria za kiraia yani Doctor of Civil Law kutoka Chuo Kikuu cha Mauritius mwaka 1991, uzamivu wa sanaa ya uhusiano wa kimataifa yani Doctor of Arts in International Affairs kutoka Chuo Kikuu cha Khartoum kule Sudani mwaka 1995, uzamivu wa falsafa ya uhusiano wa kimataifa yani Doctor of Philosophy in International Relations kutoka Chuo Kikuu cha Bologna, Italia, na shahada ya uzamivu wa sheria kutoka Chuo Kikuu cha Cape Town, Afrika Kusini mwaka 1998. Hadi leo hii Agosti 5 mwaka 2026, Salim Ahmed Salim akiwa na umri wa miaka 84, historia ya Tanzania inamtambua si kwa sababu ya nyadhifa alizoshika pekee, bali kwa namna alivyotumia nafasi hizo kuijengea Tanzania heshima na kuendeleza sauti ya Afrika duniani. Safari yake kutoka kijana mdogo mwenye ndoto na maono makubwa hadi mwanadiplomasia mashuhuri ni ushahidi kwamba elimu na uadilifu vinaweza kubadili historia. Kwa Tanzania na Afrika, Dr. Salim Ahmed Salim anaendelea kuwa alama ya diplomasia yenye busara ya uongozi wenye maono na huduma ya kweli kwa mataifa. Makala hii imeandaliwa na kusomwa kwako nami Sylvester Msofe, na hii ni Makini TV. Mwalimu Nyerere alikuwa toka baada ya uhuru kupatikana tu aliweka msimamo wake wazi kwamba Tanzania haiwezi kujitakiri kwa meko huru ikiwa ndugu zetu bado wanatawaliwa. Kwa hivyo alikuwa kama Nkrumah. Nkrumah alisema hivyo na Mwalimu akasema hivyo na akatenda hivyo. Na nikwambie kwamba kwa kweli ni imani ya watu wetu na uongozi bora ambao Mwalimu alikuwa ndio kinara wetu ule uleta mabadiliko. Kwa hivyo nasema kwamba silaha kubwa ya umoja wa watu wetu na usafi wa siasa. Kwa hiyo tulifaulu kwa sababu wananchi wa Tanzania kwa jumla walikuwa wanaamini juu ya umuhimu wa kuimarisha na kudumisha dignity ya Afrika, kuleta uhuru wa bara letu. Sasa swali langu kwa Balozi Liundi, Dr. Salim aliuishi vipi umajumui wake? Ulijitokeza vipi kwenye kazi zake na maisha yake? Dr. Salim, kwanza kwa maoni yangu mie, ni mmoja ambaye niliona ana nguvu nyingi sana. Yaani ulio kuna watu wengine unaamka asubuhi bado umeshakuwa mvivu tayari. Dr. Salim wakati wote ni mtu alikuwa mwenye harakati. Sasa alifanya nini? Mosi ni hiyo uliyeitamka mwenyewe. Ukienda naye kwenye mkutano, mnaandika wote, yeye anaandika notes zake, unaandika notes zako. Dr. Salim halali, taarifa zake zote za siku ile kama ulivyosema, zote anaziandika, na kwamba wewe unapomletea notes zako kwamba hizi je, ni ziada tu, lakini zake ziko tayari kwa maandishi kwa mkono wake mwenyewe. Hilo la kwanza. Ndio maana nasema nguvu alikuwa nazo nyingi sana, lakini uwezo wa kuwashirikisha watu. Nimeona wapi hiyo? Nimeshiriki Umoja wa Mataifa General Assembly mara 3, na kule kulikuwa na wengi walikuwa wanafanya kazi timu ya Tanzania
ambayo ilikuwa wengine mzee Warioba hapa, akina Lugowe, akina Mfumu na mabalozi wengi, lakini uwezo wake wa kuwaratibu hawa kila siku ulikuwa mkubwa mno. Pili, Dr. Salim, tatu, Dr. Salim alikuwa na uwezo wa lugha, na hapa nakuja jamani, popote utakapopata nafasi ya kujifunza lugha, jifunze. Kwa sababu gani? Mimi naamini sehemu kubwa ya uwezo wake katika kazi zake ni lugha aliyeiweza. Alijua Kiingereza vizuri sana, na alipokuja kwenye jukwaa la majadiliano, Dr. Salim pale alijiona kama samaki ndani ya maji. Uwezo wake wa kujibu, uwezo wa kutetea, uwezo wa kuelezea, na kwa lugha Kiingereza utamkuta nyumbani, Kiswahili utamkuta kwake, ukimkuta Hispaniola cha kwake. Lugha jamani, tusidharau, ni sehemu moja kubwa sana ya mambo haya ya shughuli za nani. Ningependa niongeze vile vile kwamba Dr. Salim alikuwa na uwezo wa kusikiliza. Unaokuja, una matatizo, una maelezo, alikuwa hodari sana wa kusikiliza. Anakusikiliza na atakujibu, na wakati mwingine huwa anasema ilikuwa aghalabu sana kumuona amenuna hivi. Kumbe siri nyingine jamani, kucheka kunasaidia. Kama mtaka kuongeza maisha pamoja na kufurahi na kucheka. Jingine ambalo nililiona katika shughuli za kuendesha mambo hayo ambayo anayafanya Dr. Salim ni kwamba wakati tuko Darfur tunazungumzia juu ya kutatua matatizo ya mgogoro ya kule Sudan, Dr. Salim alipigania sana wanawake waingie, kwa sababu katika mikutano hii hasa ya ukombozi ya migogoro katika ilivyokuwa Sudan ilikuwa inakuja wanaume tu, lakini alijitahidi akapigania mpaka wakaingizwa wanawake kwa makundi. Hilo bwana, hata wenyewe wanasema ni mara ya kwanza walipata mvuto, akaingiza akina mama katika majadiliano. Hiyo ni rekodi nzuri kwake. Mwanzoni nimesema uhusiano wangu na Salim ni kwamba ni rafiki yangu, lakini urafiki huo umetokana na sisi kufanya kazi kwa pamoja kwa muda mrefu sana. Nilimfahamu Salim mara ya kwanza mwaka 64. Alikuwa balozi wetu Cairo, na mimi nilipita pale nikiwa na ujumbe wa wanafunzi tuliokuwa tunakwenda kuhudhuria mkutano Moscow. Ilibidi tukae pale kwa muda kupata connection, na ndipo nilipoona naye akatusaidia sana pale. Lakini kufanya naye kazi hasa ni wakati alipoteuliwa kwa balozi wetu Umoja wa Mataifa, na mimi nikateuliwa kuwa mkurugenzi katika Wizara ya Mambo ya Nje ambayo ilikuwa inashughulikia pia jumuiya hizi za kimataifa ikiwa ni pamoja na UN. Na mara nyingi nilikuwa nakwenda New York, nilikuwa na spend kama miezi mitatu kila mwaka nikiwa New York, na yeye na mimi kwa njia moja ama nyingine tulikuwa katika timu ya mwalimu ya Frontline States. Mimi nikiwa mkurugenzi hapa, yeye mwenyekiti wa kamati of 24 New York, na ilibidi tufanye kazi kwa pamoja. Na baadaye alipotoka New York, alipokuja kuwa waziri hapa, ndio tukakutana kwenye baraza la mawaziri, na ofisi zetu zilikuwa katika jengo moja. Wizara ya Mambo ya Nje na Wizara ya Sheria ilikuwa pamoja, tukawa tunafanya kazi kwa pamoja, na mwelekeo wetu ulikuwa unafanana, na ndio maana tuliweza kuwa karibu. Sasa niseme, umeona kwenye clip ya kwanza niliyosema kwamba Salim ni Mtanzania, ni Mtanzania wa kweli kweli, sio Mtanzania kwa jina. Salim ni Mpemba na anaenzi utamaduni wa Pemba.
Mara nyingi tulikuwa tunataniana, namwambia nyinyi Wapemba watu wa aina gani? Unakunywa kahawa chungu kabisa, utii sukari, kisha unakwenda kula halwa, tende. Jioni unakunywa chai na chapati, unasema ni mlo. Chai na chapati haiwezi kuwa mlo. Mlo ni ugali na nyama. Naambia wewe unasikiliza muziki, unapenda muziki wa taarabu, lakini naona ni kusikiliza. Sisi kukwenda muziki, mwili unachemka kidogo, inabidi usimame ucheze. Nyinyi mnaangalia tu. Sasa naye ananiambia, nasema, kwani nyinyi mna muziki? Si mnapiga ngoma kisha mnarukaruka kama savages tu? Lakini ninachosema, yeye ni Mpemba, anaenzi utamaduni wa Pemba. Lakini sana Salim ni Mtanzania 100%. Katika uhusiano wenu tulikuwa tunazungumza mambo mengi sana, ikiwa ni pamoja na mambo ya muungano hapa kwetu. Mwelekeo wa Salim, kama kuna changamoto kati ya Pemba na Zanzibar, atalitazama kwa jicho la umoja wa Zanzibar, haegemei kusema ni Mpemba. Kama kuna changamoto kati ya Zanzibar na Tanzania bara, atalitazama kwa jicho la taifa. Ni mtu mmoja wapo. Tunafahamiana viongozi, tumekuwa tunazungumza mambo haya mara nyingi. Ni wachache sana ukizungumza mambo haya huwezi ukaona kwamba anaegemea upande aliotoka. Sio Salim. Salim ni Mtanzania namba 1. Asante sana Jaji. Sijui kwa nini mimi huku sisikii mnasema nyie. Nafikiri labda mic tuiweke karibu zaidi na mdomo. Kuna mtu mmoja akasema hivi, na iko kwenye makavazi, Salim is the best president we never had. Sasa nilikuwa ninataka kuambia wanajopo wangu, kwa vile mimi mwalimu, discuss with plenty of examples. Profesa, mimi nadhani katika kujibu swali lako, digress tu niunganishe na ile niliyosema mwanzo, kumuona Salim ni mtu wa aina gani. Salim ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana. Salim ni mtu makini sana. Salim ni mtu mwenye upeo mpana. Salim maisha yake yote anajifunza. Salim anasoma sana. Anasoma vitabu, anasoma magazeti, na wale ambao mmepata bahati ya kufika ofisini kwake, wakati wote ukifika utakuta ana marundo ya magazeti, anasoma ya hapa ndani na ya nje, anasikiliza taarifa ofisini kwake. Para ana vitabu, ana magazeti, lakini ana TV pale. Ikifika wakati wa habari anaangalia habari, na sio za hapa tu na nje. Na kabla anatoa hoja atakuwa amejifunza, ana uhakika na kitu anachosema, na kisha kuwa hivyo atasema kwa ufasaha bila kutazama uso wa mtu. Mfano moja, mimi nilikuwa New York mwaka 71 Oktoba, wakati swala la China linazungumzwa. Nilikuwa kwenye General Assembly. Marekani alikuwa amekazania kabisa China isiingie, na kati ya watu ambao walitoa hoja, na hasa yeye, maana Marekani ajali za wengine, ajali ya Salim, anasema Marekani hili swala ni swala muhimu
kukubali tuwe na 2/3 majority na kuja hoja. Sio swala muhimu, sio kuadmit China. China imekuwa member tangu 45. Tunazungumzia credentials, nani anastahili kuwakilisha China hapa. Na Marekani alipoanza kuona kwamba hatafanikiwa, akaleta nyingine, anasema basi turuhusu Beijing ipate mwakilishi, lakini na Taiwan iwe na mwakilishi. Sasa anasema sasa, kama unasema nchi kuwa admitted upate 2/3 majority na China ipo, sasa huyo mwingine atakuja mpya, tufate taratibu zile. Marekani alishindwa na alichukia. Wote mnajua Marekani alikuwa na pressure kubwa sana pale, lakini huyu alikuwa ni Salim, haogopi. Akiwa na hoja yake haogopi, hamtazami huyu ni mtu aina gani, anatoa hoja tu. Salim, niliombwa nizungumze Salim alikuwaje kama waziri mkuu. Mwaka 84 Mwalimu alipomteua Salim kuwa waziri mkuu, kulikuwa na viongozi wengi tu, hasa wa bara, walisema hapa Mwalimu ameboronga, hawezi kumteua Mswahili wa mjini ambaye amekaa nje muda mrefu, hajui matatizo ya nchi hii, akawa waziri mkuu. Atawezaje kusukuma maendeleo hapo? Mwalimu alikuwa anajua uwezo wa Salim, na ndio maana alimteua. Na Salim alipokuwa waziri mkuu alishangaza wengi. Aliwashangaza wengi, kama ninavyosema, anajifunza sana, na alijifunza kwa muda mfupi. Alizunguka nchi hii akaelewa matatizo, na alikuwa akienda mahali popote akakuta kuna tatizo ambalo ni la utendaji, alihitaji sera. Akitoka huko anakuja anatoa maelekezo nini kifanywe. Niwape mfano, alifanya ziara Lindi na Mtwara, mikoa ya kusini. Alipofika kule alikuta hali ni mbaya sana, na mojawapo ilikuwa ni mavazi. Watu hawana mavazi, wengine wanavaa kama magunia hivi. Alipotoka huko, hata hakungojea kwenda kuripoti kwa Mwalimu, alitoa maelekezo kwamba hili ni swala la utendaji, nguo zitafutwe zipelekwe mara moja kusini, na ilifanyika hivyo. Alikuwa ni mtu sio tu wa maneno, ni wa vitendo pia. Na Watanzania wengi miezi ile 18 19 ambaye alikuwa waziri mkuu, impact yake ilikuwa kubwa sana. Salim ni mtu anaweka record kama ilivyosemwa, anaweka kumbukumbu. Kwenye tovuti mtaona ziko kumbukumbu za aina nyingi pamoja na notes zake. Pahali popote kama kulikuwa na mazungumzo kwenye vikao, Salim alikuwa anaweka notes. Anaandika, na akiandika ni kumbukumbu nzuri. Mwaka 76 Mwalimu alitutuma Geneva, mimi na Salim, tukaenda kwenye mkutano wa kwanza ule wa uhuru wa Zimbabwe. Tulikaa kule wiki 6, na katika mazungumzo yale, wakati mwingine ilikuwa inafika mahali chairman anabadili gia yake angadi, anabadili. Sasa siku moja akaja chairman Ivor Richards, Mwingereza, akaja na msimamo fulani. Salim kutokana na notes zake akamwambia, lakini chairman, si tulikubaliana hivi? Akamsomea, ilikuwa kama verbatim. Ndio chairman akasema, na tulishangaa kwa sababu alikuwa keep notes zile, anafuata mazungumzo. Huyo ndiye alikuwa Salim. Alipokuwa waziri mkuu, alireorganize ofisi ya waziri mkuu ili kwanza kuwa na uongozi jumuishi, kisha uongozi ambao ni wa kimatendo. Alikuwa na maofisa kama 7 hivi, na kila ofisa na kitengo anafuatilia. Amegawanya shughuli za serikali katika vitengo.
kilimo, ufugaji, uvuvi. Kuna mtu ambaye anafuatilia wakati wote utendaji kwenye wizara na analeta taarifa kwa waziri mkuu. Wale ambao walisema wakati ule kwamba Mwalimu ameboronga, ameleta mtu ambaye haelewi, wakaanza kupata joto lile, kwa sababu walikuwa wanafuata kila wakati, hii unatekelezaje? Na hiyo utaratibu mimi ndio niurithi pale na nikaumarisha, na ulisaidia sana. Ulisaidia, aliweka utaratibu, kwa kuwa ofisi ya waziri mkuu ilikuwa ni waratibu, ni mratibu wa shughuli za serikali. Akaweka utaratibu ambao ulikuwa una ratibu serikali za shughuli za serikali kwa ujumla, na ndio walipoweza kuelewa uwezo wa Salim. Labda niishie hapo, ningependa kuendelea kujua na kila, kama nikipata nafasi baadaye nitaongezea mengine. Asante sana Jaji Ayubu.